Naibu mkuu wa idara ya ujasusi ya Urusi apigwa risasi. Naibu mkuu wa idara ya ujasusi wa kijeshi wa Urusi Luteni Jenerali Vladimir Alexeyev amepigwa risasi na kujeruhiwa mjini Moscow. Katika taarifa, msemaji wa kamati ya uchunguzi Svetlana Petrenko amesema Alexeyev alipigwa risasi mara kadhaa na washambuliaji wasiojulikana katika jengo moja la makazi kaskazini magharibi mwa Moscow na baadaye kukimbizwa hospitalini. Hata hivyo, Petrenko hakutaja aliyehusika katika shambulizi hilo dhidi Alexeyev ambaye amehudumu kama naibu mkuu wa idara ya kijasusi ya Urusi tangu mwaka 2011. Tukio hilo linakuja siku moja tu baada ya wajumbe wa Urusi na Ukraine pamoja na Marekani kumaliza mazungumzo ya siku mbili huko Abu Dhabi yaliyolenga kumaliza mzozo wa Ukraine ambao umedumu kwa takribani miaka 4. Hata hivyo, Urusi pamoja na Ukraine licha ya kufanya mazungumzo ya kumaliza mzozo wao, lakini bado zinaendelea kushambuliana kila kukicha. Urusi imehakikisha imeharibu mfumo wa umeme katika taifa hilo la Ukraine, hasa katika kipindi hiki cha baridi kali. Kupitia jaribio hili la mauaji dhidi ya Luteni Jenerali Vladimir Alexeyev wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeonyesha kuwa serikali ya Volodymyr Zelensky inataka kuvuruga mazungumzo ya amani. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni, anasema kitendo hiki cha kigaidi kwa mara nyingine tena kinathibitisha kujitolea kwa serikali ya Zelensky kwa uchochezi wa mara kwa mara unaolenga kuvuruga mchakato wa mazungumzo na utayari wake wa kufanya kila linalowezekana kuwashawishi wafadhili wake wa magharibi wasiwe nyuma ya Marekani katika juhudi za kuwaondoa kwenye njia ya kufikia suluhu ya haki, Lavrov alibainisha. Wakati huo huo, Sergei Lavrov alikataa kubashiri jinsi tukio hilo linavyoweza kuathiri mazungumzo yajayo. Hilo si kazi yangu, hilo litamuliwa na uongozi wa nchi yetu, alisema. Jaribio la mauaji dhidi ya Alexeyev lilifanyika mnamo Februari 6 wakati mtu mwenye bunduki ambaye hakujulikana alifyatua risasi kadhaa kwa jenerali huyo katika jengo la makazi kwenye barabara kuu ya Volokolomskeye na kukimbia eneo la tukio. Jenerali huyo alipelekwa hospitalini akiwa na majeraha. Kamati ya uchunguzi imeanza uchunguzi wake wa makosa ya jinai kwa tuhuma za kujaribu kuua na usafirishaji haramu wa silaha. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tunaendelea kukufahamisha zaidi ni nini ambacho kinaendelea kutokana na shambulizi lililofanywa kwa jenerali huyo wa Urusi ambaye pia ni naibu mkuu wa idara ya ujasusi ya Urusi ambaye amepigwa risasi. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.